Hebu ndugu na dada, na tukaingia katika kitabu, tukaendelea pale katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati. Tuende hapo Kumbukumbu la Torati. Somea 41 mpaka 43. Hindi Musa agikiamura matura matatu murimo ucio wa Jorodani o mwena ucio urorete irathiro nigetha mundu ona uriku uria uragite mundu orire kuo o uria ungikorwo uragite mundu atacirire gwika undu ucio ningi ona mbere yo akorwo atamuthurite niguo mundu ucio angiurira itura rimwe ria macio ahonoke. Amo nimo Bezeri riria riri werũ-ini o kũu bũrũri ũrĩa mwaraganu nĩ ũndũ wa Areubeni, na Ramothu rĩrĩa rĩrĩ Gileadi nĩ ũndũ wa Agadi, na Golani rĩrĩa rĩrĩ Bashani nĩ ũndũ wa Manase. Ndipo Musa akabagua miji mitatu ng'ambo ya Yordani upande wa matokeo ya jua, ili kwamba amuuaye mtu apate kukimbilia huko, amuuaye jirani yake pasipo kujua, wala hakumchukia tangu hapo, ili apate kuishi akimbiliapo mojawapo miji hiyo. Nayo ni hii: Beseri ya bahari iliyo katika nchi tambarare ya Warubeni, na Ramothi iliyo Gileadi kwa Wagadi, na Jolani iliyo Bashani kwa Manase. Kwa hiyo tunaona kama tu vile Mungu alikuwa amesema kuwe na miji ambayo mtu anaweza kukimbilia. Ukiua mtu mwingine na haukuwa unakusudia kumuua, labda ilikuwa tu ni kwa accident, ajali tu, haukuwa na nia ya kumuua yule mtu, basi kuna miji ilikuwa inatengwa ati kwamba ukimbie katika hiyo miji, ujifiche kule, na utakapoingia pale, hata mtu kama alikuwa akikufuata akuue sababu umeua mwingine, haezi akakupusa ukiwa katika mji huo. Kwa hivyo hii miji ikawa kwamba Musa akabagua miji mitatu ng'ambo ya Jordan. Kumbuka hawajavuka bado. Kwa hivyo hii miji akatengeneza mitatu pande hii, ili kwamba Israeli wakivuka waende ng'ambo hiyo nyingine ya Jordan, kutakuwa tena na miji mingine kule ya mtu yoyote yule ambaye ameua kwa ajali na anaweza kukimbilia huko mpaka kesi yake isikizwe, kuona apewe sifa. Kwa hivyo Musa akatenga hii miji mitatu ya mtu yoyote anaweza kimbilia pale akiwa ametenda hiyo jambo. Hebu endelea 44 mpaka 49. Naguo watho uria Musa aigirire ciana cia Israeli iruma urumagirire niguo uyu, na mama nimo mawira ona irira cia watho wa kurumirirwo, ona matuiro ma cira maria Musa aheire ciana cia Israeli ũhoro wamo thutha wa hĩndĩ ĩrĩa cioimire Misiri, na igĩkorwo irĩ mũrĩmo ũcio wa Jorodani kĩanda-inĩ kĩrĩa kĩng'etheire Beni-Peori, o kũu bũrũri wa Sihoni mũthamaki wa Amori ũrĩa watũire Heshiboni, o ũcio wahũrirwo nĩ Musa na ciana cia Israeli hĩndĩ ĩrĩa cioimire Misiri, nacio ikĩgwatĩra bũrũri wake, ũgĩtuĩka wacio ona bũrũri wa Ogu mũthamaki wa Bashani. Nao acio eri nĩo athamaki a Amori arĩa marĩ mũrĩmo ũcio wa Jorodani mwena ũrĩa ũrorete irathĩro, kuma Roreli rĩrĩa rĩrĩ rũgĩki-inĩ rwa kĩanda kĩa Arimoni nginya o kĩrĩma-inĩ gĩa Sirioni, na nokĩo Heliboni, ona Araba guothe mũrĩmo ũcio wa Jorodani mwena ũrĩa ũrorete irathĩro, o nginya iria-inĩ rĩrĩa rĩa Araba rĩrĩa rĩrĩ mũhuro wa kĩgaragaro kĩa Pisiga. Na torati Musa aliyowawekea wana wa Israeli ni hii: haya ndiyo mashuhudizo na amri na hukumu Musa alizowaambia wana wa Israeli walipotoka Misri, ng'ambo ya Yordani, katika bonde lililoelekea Peori, katika nchi ya Sihoni mfalme wa Waamori, aliyekuwa akikaa Heshboni, aliyepigwa na Musa na wana wa Israeli walipotoka Misri.
wakaishika nchi yake ikawa milki yao, na nchi ya Og mfalme wa Bashani ndio wafalme wawili wa Waamori waliokuwa ng'ambo ya Yordani upande wa matokeo ya jua, toka Aroeri iliyo juu ya ukingoni wa bonde la Anoni hata mpaka mlima wa Sihoni, na Araba yote iliyo ng'ambo ya Yordani pande wa mashariki hata mpaka wa bahari ya Araba, nchi ya materemko ya Pisga. Kwa hivyo Musa akawapatia hukumu, akawaambia haya yote, akawaelezea wakiwa bado upande huu, wakiwa hiyo nchi ambayo wao walinyakua ikawa ni nchi yao, walipiga wafalme wawili na wakachukua nchi yao. Bwana apewe sifa. Kwa hivyo wakiwa upande huo, Musa aliwanenea, akawapatia hiyo mahubiri yote, akawaambia hayo mambo yote. Na tunaona kwamba kitu cha pekee ambacho Israeli walipokezwa na Mungu, hata sio zaidi ardhi ile walipewa, lakini ufunuo ambao Mungu aliwafunulia Israeli, wakapata kumjua yeye kama Mungu wao. Bwana apewe sifa. Hiyo hata ndio urithi ile kubwa zaidi ya wana wa Israeli, sababu hakuna wengine duniani walikuwa na ufunuo kama vile wana wa Israeli walikuwa na ufunuo. Bwana apewe sifa. Hakuna wengine walimjua Mungu kama vile Israeli walimjua Mungu. Kwa hiyo hata kusema tunapatiwa ardhi, hiyo ardhi sio kubwa kama ufunuo ama vile Mungu amewakaribia. Bwana apewe sifa. Huyo uwepo wa Mungu ilikuwa ndio jambo kubwa zaidi, na tunaona kwamba katika maisha yao kama Waisraeli, tishio kubwa haikuwa adui wa nje, haikuwa kupigwa na maadui ama kuingiliwa na adui kutoka nje. Tishio kubwa ya hawa wana wa Israeli ilikuwa ni, tuliona kwamba ni kusahau, ilikuwa wasisahau. Bwana asifiwe. Na kupotosha au kubadilisha kweli ya Mungu na kitu kingine ambacho sio cha Mungu. Bwana apewe sifa. Hiyo ndio jambo ile wana wa Israeli iliwafaa waangalie kwa makini sana, kutosahau kile Mungu amemwambia, tena wasibadilishe ukweli na mambo ambayo sio kweli. Bwana apewe sifa. Sababu wakifanya hivyo na wawe corrupt from inside, basi watakuwa wamepoteza kile Mungu amewapatia. Bwana apewe sifa. Hebu sasa tuingie hapo Kumbukumbu ya Torati 5, somea 1 mpaka 3. Nake Musa agigita Isiraeli othe akimera atiri, inyuĩ Aisiraeli aya, tathikĩrĩriai mũigue irĩra cia watho wa kũrũmĩrĩrwo o namo matuĩrwo ma ciira marĩa ngũmũhe ũhoro wamo, mũkĩiguagĩra na matũ manyu ũmũthĩ, nĩguo mũmerute na mũmenyagĩrĩre nĩguo mũmekage. Jehova Ngai witũ nĩarĩkanĩire na ithuĩ o kũu Heliboni, nakĩo kĩrĩkanĩro kĩu Jehova ndarĩkanĩire na maithe maitũ ma tene, no rĩrĩ arĩkanĩire na ithuothe o ithuĩ arĩa twĩ muoyo gũkũ ũmũthĩ. Ati Musa akawaita Israeli wote, akawaambia, enyi Israeli, zisikieni amri na hukumu ninenazo masikioni mwenu leo, mpate kujifunza na kuangalia kuzitenda. Bwana Mungu wetu alifanya agano nasi katika Horeb, yaani pale Mount Sinai. Bwana hakufanya agano hili na baba zetu, bali na sisi, yaani sisi sote tulioko hapa tu hai. Bwana asifiwe. Kwa hivyo anawakumbusha, amewaleta pamoja na anawakumbusha hii agano ambayo ilifanywa pale mlima Horeb, baba mlima Sinai, ilikuwa ni cha kizazi cha sasa, sio wale mababu ambao walikuwa wamekufa, ni hao Israeli walio hai siku hiyo. Bwana apewe sifa. Amen. Kwa hivyo inawabidi wao waelewe hiyo ahadi, wakumbatie hizo sheria za Mungu ili wapate kupokea baraka zile zimeahidiwa katika hizo sheria. Bwana apewe sifa. Kwa hivyo ilibidi washike wao wenyewe, waweze waichukue ni kama yao. Hii isiwe tena ati hii ni fulani aliambiwa, ni fulani aliambiwa, they own it, iwe ni yao pekee binafsi. Bwana asifiwe. Ati ukichukua Mwisraeli muulize, anasema ni ile mimi nimepewa. Bwana asifiwe. Anawaita Israeli wote, anawaambia, enyi Israeli, zisikieni
sikieni amri na hukumu ninenazo masikioni mwenu leo, mpate kujifunza na kuangalia kuzitenda. Each and every one of you, angalieni na muzitende. Bwana Mungu wetu alifanya agano nasi katika Horeb. Bwana hakufanya agano hili na baba zetu, bali na sisi. Yaani sisi sote tuliopo hapa tu hai. Bwana asifiwe. Kwa hivyo kila mtu ni afungue masikio, kila mtu na ashike. Isiwe kwamba hii fulani aliambiwa. Ama unajua vile ujumbe za zingine inaweza kuja na mtu anaona ni fulani ama ni fulani, lakini hii ilikuwa wote walio hai washike. Hii sio agano sasa na wale ambao walikuweko, ni agano na hao wote ambao wako hai. Kwa hivyo Musa anawaambia washike, wasikize na wafuate kile chote Mungu anawaambia, sababu hii agano sio ya baba zao, hii agano ni ya wao ambao wako hai wakati huu. Bwana asifiwe. Kwa hivyo inamaanisha sasa anything inaambiwa ni wewe unaambiwa, anything inasemekana ni wewe uko hai unaambiwa. Bwana apewe sifa. Sio ujumbe ati kwamba Abraham aliambiwa nini ama fulani aliambiwa nini. Ni wewe Israel ambao uko hai wakati huo. Bwana asifiwe. Kwa hivyo waelewe na washike. Message isikuje mtu aibrush aseme kuna wale watashika, kuna wale watatuambia. Ni mtu aishike pake akijua mimi niko hai ndio naambiwa wakati huu. Bwana asifiwe. Mimi nilio hapa wakati huu, hiyo ujumbe ni yangu, sio ya baba zetu wale walikuwa mbeleni. Again, hiyo ujumbe ni ya wote ambao wako hai wakati huu. Bwana apewe sifa. Kwa hivyo wachukulie hiyo jambo na uzito. Chochote Musa anaenda kuambia ni yao. Bwana apewe sifa. Na Bwana Mungu wetu alifanya agano nasi katika Horeb. Bwana hakufanya agano hili na baba zetu, bali na sisi, yani sisi sote tulio hapa tu hai. Na kumbuka hii ni kizazi kipya kiko pale, na bado wao ndio wanaambiwa hii agano ni yao pia. Bwana asifiwe. Amen. Hebu tusome sasa pale 4:5. Jehova aririe na inyue muroranite mothio kirima-ini mwaki-ini thiini. Nie nanie hindi yo kirugama gatagati-ini ka Jehova na inyue niguo ndimumenyithie ndeto cia Jehova, nigukorwo ni mwetigagira ni undu wa mwaki ucio. Ningi mutigana kwambata kirima-ini, nake akimwira atiri, nenie Jehova Ngai waku uria wakurutira bururi wa Misiri nyumba-ini ya ukombo. Kanagia na ngai igitiganie, ukanathondekere mihianano mwa, ukanathondekere muhianano mwacio. Bwana alisema nanyi uso kwa uso mlimani toka kati ya moto. Ndio Musa anazidi kuambia Israeli ati Bwana alisema nanyi, alizungumza nanyi uso kwa uso mlimani toka kati ya moto. Sababu kulikuwa na mlima ambayo imewaka moto, kulikuwa na tetemeko, kulikuwa na sauti kuu ambayo inapiga trumpet. Bwana apewe sifa. Na tokea pale wakasikia sauti, kila mmoja wao wakasikia sauti, na Bwana akaanza kuwanenea kuhusu sasa kuanza kuwazungumzia kwa sauti. Na ndio waliambiwa mulisikia sauti lakini hamkuona umbo lolote. Bwana asifiwe. Na sasa Musa anawaambia Bwana alisema nanyi uso kwa uso mlimani toka kati ya moto. Nami wakati ule nikasimama kati ya Bwana nanyi ili kuwaonyesha neno la Bwana. Maana mliogopa kwa sababu ya ule moto, wala hamkupanda mlimani. Naye akasema. Kwa hivyo wakati huo naye Musa alikuja kati ya Mungu na watu, akawa kama mpatanishi. Bwana asifiwe. Sababu watu waliposikia hiyo, watu walipoona kile waliona, waliogopa, walitetemeka, hata ikawa wakasukuma Musa aende mbele karibu na Bwana, sababu waliogopa hiyo sauti, waliogopa kile waliona. Na kumbuka wakati huo ndio Bwana alikuja kujidhihirisha kwao. Bwana asifiwe. Alikuwa anashuka awaonyeshe ni yeye Mungu wao. Bwana apewe sifa. Lakini waliogopa, na ndio Musa anasema mliogopa kwa sababu ya ule moto, wala hamkupanda mlimani. Naye akasema. Bwana asifiwe. Yaani Bwana akawa wakunena, akasema wakati huo.
Hebu soma tu hapo Exodus 19:9. Kutoka 19 hapo 9. Tuone tu vile kulikuwa wakati huo. 19 soma 9. Hapa ni Bwana kwanza akizungumza na Musa. Akamwambiaje? Hebu soma 19:9. Nake Jehova akira Musa atiriri gukahariwe de ituine ithibu muno nigetha andu acio maigue ngeria nawe niguo mehoke ati ndeto iria waragia hingo ciothe ni ciama. Nake Musa agikihe Jehova uhoro uria waritio ni andu acio. Ati Bwana akamwambia Musa, tazama mimi naja kwako katika wingu zito, ili watu hawa wasikie nitakaposema nawe. Everybody asikie nitakaposema nawe, nao wapate kuamini wewe, wapate kukuamini wewe nawe hata milele. Musa akamwambia Bwana maneno ya watu. Bwana apewe sifa. Kwa hivyo Bwana amemwambia Musa, nitashuka kwa wingu nikinena na wewe, watu wote wasikie, ili wakuamini wewe hata milele. Bwana asifiwe. Kwa hivyo ndio Bwana anaambia Musa, nitashuka hao wote wanisikie ili wakuamini. Wajue ya kwamba Musa anaposema God says, ni huyo Mungu anasema. Bwana asifiwe. Wakati Musa anasema Bwana amewaambia, wanajua huyo Mungu alizungumza, ndio anazungumza. Bwana apewe sifa. Kwa hivyo wapate kuamini Musa. Ilikuwa muhimu sana hii taifa imwamini Mungu na ifuate maneno ya Mungu. Bwana asifiwe. Alafu soma hapo 16 to 18. Bado tu hapo Exodus 19. Na gugikinya atiri ati muthenya wa itatu wakinya ogwakia gukigia gwa nyingi ona heni naryo itu ithibu muno rikioneka kirima iguru na mugambo wa coro ukiguo unenehete muno na andu othe aria maikarite kirima kiraro-ini makinaina. Ngoja kidogo. Ikawa siku ya tatu wakati wa asubuhi palikuwa na ngurumo na umeme na wingu zito juu ya mlima, kama vile Musa ameambiwa na Mungu atashuka kwa wingu. Kukawa na wingu zito juu ya mlima na sauti ya baragumu iliyolia sana. Kwa hivyo bado kuna sauti ambayo inalia sana ya baragumu, na wasione nani anapuliza. Watu wote waliokuwa kituoni wakatetemeka, sababu hii wingu imekuja nzito. Kidogo kuna sauti ya baragumu ambayo inapigwa, inalia sana. Bwana apewe sifa. Hebu soma 17. Nake Musa akiumagaria andu akimaruta hau kiraro-ini magatungane na Ngai makirugama o kuu muhuro wa kirima. Musa akawatoa hao watu katika kituo akawaleta ili waonane na Mungu, wakasimama pande za chini ya kile kilima. Kwa hivyo sasa Musa akatoa watu waje wakutane na Mungu, sababu Mungu alimwambia nitashuka nikikuzungumzia wote wasikie. Bwana apewe sifa. Sasa Musa akaleta watu waje wakutane na Mungu, sababu wametolewa Misri. Walikuwa ni watumwa, wametolewa Misri. Na hii wakati wote Musa anawaambia ni Mungu wa baba zenu alinituma. Bwana asifiwe. Amen. Every time amekuwa kiripoti kile Mungu anamwambia. Sasa anawapeleka wao wenyewe wajionee. Bwana asifiwe. Wao wenyewe wamuone Mungu wao. Bwana asifiwe. Wao wenyewe wa experience. Hii yote Musa amekuwa akiwaambia, labda kuna wengine walikuwa wanasema ni story. Bwana asifiwe. Lakini amewapeleka mbele wajionee. Na Mungu ameshuka kusudi hao watu wamsikie na waamini. Bwana asifiwe. Hashuki sababu ya jambo lingine, ili wapate kumwamini. Every word wawe wanaamini. Bwana apewe sifa. Amen. Kwa hivyo kukawa akashuka pale, wakatoka pale mbele. Usoma 18. Na riri kirima kiu gia Sinai giothe gikiyurwo ni ndogo nigukorwo Jehova ni ikurukite agaikara iguru riakio ari thiini wa mwaki, nayo ndogo yo igitoga na iguru ota icua inene,
na kio kirima giothe gigithingitha o muno muno. Bwana asifiwe. Umeshaona hata ukachukua nyumba na hiyo nyumba iwe kwamba imewaka moto. Bwana asifiwe. Hiyo kuona tu nyumba kubwa ambayo unaweza imagine building fulani ndefu ambayo imewaka moto. Bwana asifiwe. Sio ile moto ya kuni ambao umewakisha hapa chini, lakini sasa nyumba yote kama imagine ni kuungua, inaungua. Bwana asifiwe. Hata watu ni kukimbia, watu uogopa, hata kama uko mbali bado inatisha. Bwana asifiwe. Hii si building, sio nyumba, hii ni mlima, na mlima huwa ni kubwa. Bwana asifiwe. So you can imagine hiyo size ya mlima na yote ni kama kuungua, inaungua. Bwana apewe sifa. Na kuna tetemeka na kuna sauti ambayo inatoka juu na kuna wingu nzito imekuja, msijue dunia inafanyika nini. Bwana asifiwe. Bwana apewe sifa. Amen. Na nyinyi ni watu hata mjawahi ona sinema kwa TV. Atimsema hii ni kamera hii unaona reality. Bwana asifiwe. Yaani unasikia sauti kabisa, kila unaona pale na huku chini kuna tetemeka. Na kuna hii sauti na hii mlima. Kumbuka wewe ukiona nyumba ikiungua vile inakaa, moto ni nyingi, lakini mlima, na ukiwa mlima sio size ya supermarket, ni kubwa. Bwana asifiwe. Na yote inawaka inatoka moshi. Ati mlima wa Sinai wote pia ukatoka moshi, kwa sababu Bwana alishuka katika moto na ule moshi wake ukapanda juu kama moshi wa tanuu, mlima wote ukatetemeka sana. Bwana asifiwe. Hakika ilikuwa ni jambo ya kutisha, sababu hamjui ni nini inafanyika, na hakuna mtu wa sayansi anasema unajua leo kuna earthquake, kuna hii. Hapana, hakuna mtu anakuambia nini inaendelea. Nyinyi mnajua ni Mungu anashuka. Bwana asifiwe. Na hashuki na njia rahisi, anashuka na njia hamuelewi hata anatokea upande gani. Bwana asifiwe. Kwanza ni hiyo nguvu yake vile imeshuka tu, unaona effect duniani. Bwana asifiwe. Aya 19. Na rĩrĩ rĩrĩa mũgambo wa Coro wakĩrĩrĩirie kũneneha, Musa agĩkĩaria nake Ngai akĩmũcokeria na mũgambo ũkũiguo. Na hapo katika sauti ya baragumu ilipozidi kulia sana, sababu inaendelea ikilia, Musa akanena na Mungu akamuitika kwa sauti. Bwana asifiwe. Mungu akaitika Musa kwa sauti. Na it was right there Bwana sasa alikuwa karibu kuanza sasa kunena na wana wa Israeli. Bwana apewe sifa. Na hebu sasa tusikie maneno aliyoyanena Mungu. What were the first words Mungu alinena? Tukaanza kusikia, Israeli wakaanza kusikia Mungu akiwaanenea wao. Bwana asifiwe. Hebu sasa soma hapo Deuteronomy, turudi hapo 5:6. Maneno alisema ni gani? Soma sasa hapo 6. Ni Jehova Ngai waku ule wakurutira bũrũri wa Misri nyũmba-inĩ ya gũkoma. Bwana asifiwe. Walipoanza kusikia katika hiyo yote, kutetemeka huko kote, utisho huo wote, sababu ya hii nguvu ambayo inashuka, mlima hata isiweze kustahimili. Bwana apewe sifa. Amen. Wakisha wanasikia I am the Lord your God. Bwana asifiwe. Amen. I am the Lord your God. Mimi ni Bwana Mungu wako. Bwana asifiwe. Bwana anaanza kujitambulisha kwao. Yeye ni nani ambaye ameshuka wakati huo? Bwana asifiwe. Anawaambia mimi ni Mungu. Mimi ni Bwana Mungu wako. Bwana asifiwe. I am the Lord your God who brought you out of Egypt, out of the land of slavery. Bwana asifiwe. Amen. Mimi ni Bwana Mungu wako. Kwa hivyo sasa wameanza kusikia, anaanza kujitambulisha yeye ni nani. Mimi ni Bwana Mungu wako niliyekutoa katika nchi ya Misri. Anasema yeye ni nani, tena anawaambia ni nini amewafanyia. Bwana asifiwe. Hii yote, hii uhuru wako nayo,
mahali wameketi, hao sio watumwa tena. Anawaambia ni mimi niliwatoa kule kwa utumwa. Bwana asifiwe. Ni mimi nimewaweka huru. In fact, kama kusema you are free, sababu mimi ndio nimewaokoa. Bwana asifiwe. Mimi ndio nimewakomboa. So if there is any, ikiwa walikuwa wanasema ama walikuwa na story zao nani amewaokoa, Mungu sasa anadhihirisha kwamba ni mimi nimewaokoa. Bwana asifiwe. There is no confusion. Mimi nazungumza, mimi nimeshuka, mimi ndio nimewaokoa. Bwana apewe sifa. Amen. Haudi kwa hiyo kuna mtu anasema yeye kana ni gani? Bwana asifiwe. Aizi sidhani kuna sidhani kuna mtu anaweza kuwa na mafikira tofauti wakati huu. Bwana asifiwe. Isipokuwa kuelewa ya kwamba sauti ninayosikia ni ya yule aliyeumba mbingu na nchi. Bwana asifiwe. Hiyo nguvu zote wamekuwa wakiona ikifanyika Misri. Hiyo yote wameona Farao akitendewa. Hiyo yote wameona imetendeka mpaka Farao akaogopa. Huyu anawazungumzia ndiye alikuwa akifanya hiyo yote. Bwana asifiwe. Yeye ndiye amekuwa akifungua hiyo milango. Yeye ndiye amefanya hata bahari ikafunguka wakapita katikati. Yeye ndiye amewashindania. Yeye ndiye amewalisha, amewapatia hata maji. Bwana apewe sifa. Amewapatia hata chakula. Bwana asifiwe. Na yeye ndiye ananena na wao wakati huo. Bwana asifiwe. Amen. Ni wakati wa kunyenyekea. Bwana asifiwe. Mimi ni Bwana Mungu wako niliyekutoa katika nchi ya Misri, nyumba ya utumwa. Usiwe na Mungu mwingine ila mimi. Bwana asifiwe. Amen. Hebu soma tena hapo 6:7. Niĩ nĩ niĩ Jehova Ngai waku ũrĩa wakũrutire bũrũri wa Misiri nyũmba-inĩ ya ũkombo. Ndũkanagĩe na ngai ĩngĩ tiga niĩ. Amri ya kwanza, usiwe na Mungu mwingine ila mimi. Mimi ni Bwana Mungu wako niliyekutoa katika nchi ya Misri, katika nyumba ya utumwa. Usiwe na miungu mingine ila mimi. Bwana asifiwe. Wanakatazwa kuwa ama kuweka miungu mingine mbele ya Mungu. Yaani sasa ni kama ni kuabudu, ni kumwabudu yeye Mungu peke yake. Bwana asifiwe. There is no other God. Usiwe na Mungu mwingine ila yeye. Bwana asifiwe. Na huyu kumbuka, yeye anaongea na wale wengine ni sanamu peke yake. Bwana asifiwe. Lakini anasema usiwe na Mungu mwingine ila mimi. Na ndio muhimu, ndugu na dada, tusipatie jambo lingine yoyote nafasi ndani ya mioyo yetu isipokuwa yeye aliyeumba mbingu na nchi. Bwana asifiwe. Mungu huwa hagawani kiti chake na mwingine. Hautachukua sanamu uweke hapa na uambie Mungu akae hapa na sanamu pande hii. Bwana asifiwe. Ama mambo ya kinyumbani ama tradition. Bwana atoe sifa. Kama ni kumfuata, ni kumfuata. Hata Abraham alipoitwa, aliitwa atoke kwa watu wao afuate Mungu. Hakuwa atoke na zile miungu walikuwa nazo kule. Bwana asifiwe. Hakuwa amfuate Mungu, lakini hapa ameshikilia imani yao ile walikuwa nayo kule walikuwa. Bwana asifiwe. Kama ni kumfuata Mungu, drop everything else, mfuate yeye. Bwana asifiwe. Kama ni Mungu ndani yako, ujue kwamba ni Mungu and nothing else. Bwana asifiwe. Hakuna space ya kitu kingine yoyote ndani ya moyo wako. Bwana asifiwe. If you're following God, it is God, nothing else. Bwana apewe sifa. Amen. Na anasema usiwe na miungu mingine ila mimi. Kusiwe na kitu kingine ndugu na dada unaabudu. Kusiwe na kitu kingine ndugu na dada unainamia. Kusiwe na kitu kingine ndugu na dada umepea nafasi moyoni mwako kiwango kama Mungu. Bwana apewe sifa. Iwe ni yeye peke yake. Bwana asifiwe. Wakati umempatia hiyo nafasi, then he is your God. Bwana apewe sifa. Otherwise haizi kuja share pale, iwe kila wakati anakuponya unafurahia kuponywa na Mungu, lakini pande hii unabusu ile kitu unadhania ndio imekuokoa. Bwana asifiwe. Ni kama hii ni timu, hii si football ati anapatia ule anafunga. Kama ni yeye kwa kiwanja peke yake. Bwana asifiwe. Hakuna watu watamsaidia. Ako na uwezo wa kujifanyia. Bwana apewe sifa. Usiwe na miungu mingine ila mimi, anamwambia. Kisha 8 inasemaje? Tuendelee hapo. Ndũkanethondekere mũhianano mwacũhie. Soma mpaka 10. Wa mũhianĩre wa kĩndũ o gĩothe gĩkũrĩa igũrũ kana wa kĩndũ gĩ gũkũ thĩ,
kana wa kindu ki mai-ini maria me muhuro wa thi ndukanacinamĩrĩre kana ũcitungatĩre, nĩ gũkorwo niĩ Jehova Ngai waku ndĩ Ngai wĩ ũiru, ngakinyĩria ciana waganu wa maithe nginya rũciaro rwa gatatũ ona rwa kana rwa andũ arĩa mathũire, na ngaiguĩra andũ ngiri na ngiri tha o arĩa manyendete na makaigua maathani makwa. Usijifanyie sanamu ya kuchonga mfano wa kitu chochote kilicho juu ya mbinguni au kilicho chini ya duniani au kilicho majini chini ya nchi. Usitengeze sanamu yote ya kuchonga. Yaani katika mambo yako ya ibada kusiwe na kitu yoyote ni kama inakusaidia katika ibada ile fomu ya sanamu. Bwana apewe sifa. Usijifanyie sanamu ya kuchonga mfano wa kitu chochote kilichoko juu mbinguni au kilicho chini duniani au kilicho majini chini ya nchi. Usitengeze sanamu ya aina yoyote. In fact, tukiingia kanisani hakufai kuwa na sanamu zozote ziko hapa. Bwana asifiwe. Ukiingia pale mahali Mungu anaabudiwa, hapafai kuwa na sanamu yoyote imesimama mahala pale. Bwana asifiwe. Usichonge kitu yoyote ambao tena utakuja uinamie. Bwana apewe sifa. Kusiwe na kitu kama hicho kati yenu. Usivisujudie wala kuvitumikia. Umetengeneza sanamu na unaisujudia, unaitumikia. Bwana apewe sifa. Hii imekatazwa, kwa kuwa mimi Bwana Mungu wako ni Mungu mwenye wivu, na wapatiliza wana uovu wa baba zao hata kizazi cha 3 na cha 4 cha wanichukiao. Bwana asifiwe. Nami na warehemu maelfu ni wapendao na kuzishika amri zangu. Bwana asifiwe. Anarehemu wale ambao wanashika amri zake. Anawapatiliza uovu wale ambao wanamchukia. Bwana apewe sifa. Kumbuka kwamba Mungu ni roho na ni lazima tumwabudu katika roho na kweli. Bwana asifiwe. Sio kutumia sanamu. Mungu ni mwenye wivu na anataka tumtii yeye. Bwana asifiwe. Tumwabudu yeye peke yake. Asituangalie apate tumegeuka, tumemgeuzia migongo yetu na tunasujudia sanamu. Bwana asifiwe. Ambazo tumefanya kwa mikono yetu. Hebu fikiria huyu ambaye anazungumza, nguvu ambazo wako nazo, uwezo ambao wako nayo, kisha umwache yeye uanze kufuata sanamu. Bwana asifiwe. Amen. Hapo ndio hata mtu anaweza pigwa kuambiwa surely huyu ametoka kukuzungumzia dakika hii, then unawezaje kugeuka na uabudu sanamu? Bwana asifiwe. Na anawaambia vizuri, msiabudu sanamu, msitengeneze sanamu na kuviabudu. Bwana asifiwe. Amen. Wamwabudu yeye peke yake. Hebu endelea. Kanagete rĩtwa rĩa Jehova Ngai waku na itherũ, nĩgũkorwo Jehova ndakoiga atĩ mũndũ ndehĩtie ũrĩa ũgwetaga rĩtwa rĩake na itherũ. Usilitaje bure jina la Bwana Mungu wako, maana Bwana hatamhesabia kuwa hana hatia mtu alitajaye jina lake bure. Jina la Bwana ni takatifu. Hata Yesu alipokuwa anafunza ombi ya Our Father, Baba yetu aliye mbinguni, alisema jina lako litukuzwe. Hallowed be thy name. Bwana apewe sifa. Kwa hivyo jina la Bwana sio la kutajwa bure, sio la kuchezewa. Bwana asifiwe. Sio jina ya kutumia wakati umechelewa kwenda mahali. Sio jina unatumia wakati unajaribu kuambia watu jambo ambalo unajua si ukweli. Bwana apewe sifa. Amen. Usitumie jina ya Mungu. Heshimu jina. Hallowed be thy name. Bwana asifiwe. Jina lake liwe la kutukuzwa. Tunaomba hivyo katika ombi la Baba yetu aliye mbinguni. Bwana apewe sifa. Kwa hivyo usitaje bure jina lake. Usiwe na viapo vya uongo. Bwana asifiwe. Au vile mtu usitumie tu jina ya Mungu bila kujali umeshtuka ama jambo lingine. Isiwe hivyo. Bwana asifiwe. Kwa hivyo tusivunjie heshima jina la Mungu. Bwana asifiwe. Wacha liheshimike miongoni mwetu. Sisi ambao tunamjua,
Sisi ambayo tunamwangalia na kuogopa, Bwana asifiwe. Sisi ambao tunaelewa ni nani tunaabudu, Bwana apewe sifa. Hatuwezi chezea hilo jina. Hilo jina liko na nguvu. Bwana apewe sifa. Unataja yule ambaye ndio ameshikilia breath yako. Bwana asifiwe. The next breath anaweza ikata. Bwana apewe sifa. Na yeye bado ndiye anaweza kukuamsha wakati umelala. Bwana asifiwe. Jina lake usilitaje bure. Hebu soma tuone. Menyagirira muthenya wa Thabato o amurage o ta uria Jehova Ngai waku agwathire. Lishike siku ya Sabato uitakase kama Bwana Mungu wako alivyokuamuru. Soma mpaka 15. Menyagirira muthenya wa Thabato o amurage o ta uria Jehova Ngai waku agwathire. Rutaga wĩra mĩthenya 6 ũgeka maũndũ maku mothe. No muthenya wa mũgwanja nĩ Thabato ya Jehova Ngai waku. Muthenya ũcio ndũkanarute wĩra o na ũrĩkũ, we mwene kana mũrũguo kana mwarĩguo kana ndungata yaku ya mũndũ mũrũme kana ĩrĩkũ kana ya mũndũ wanja kana ndegwa yaku kana ndigiri yaku kana nyamũ ona ĩrĩkũ ya ũhiũ waku kana mũgeni ũrĩa wĩ gwaku mũciĩ, nĩgetha ndungata yaku ya mũndũ mũrũme ona ya mũndũ wanja ona cio ihurũkage o tawe. Hapa kuna tofauti kidogo tukilinganisha na wakati waliambiwa wafanye vile katika kitabu cha Kutoka 20. Tusome tu hapo Kutoka 20. Hapo inasoma tu the same thing, lakini soma hapo 20:11. Kwa maana nini? Nĩgũkorwo Jehova ombire igũrũ na thĩ, ona iria rĩrĩa inene, ona indo ciothe iria irĩ kuo mĩthenya 6, akĩhurũka mũthenya wa mũgwanja. Nĩ ũndũ ũcio Jehova akĩrathima mũthenya ũcio wa Thabato akiwaamũra. Kwa hivyo hapa Musa walipopewa, tunaona kwamba wakiambiwa, maana siku 6 Bwana alifanya mbingu na nchi na bahari na vyote vilivyomo, akastarehe siku ya 7. Kwa hiyo Bwana akaibarikia siku ya Sabato akaitakasa. Bwana asifiwe. Na ndio wanaambiwa nao waweke siku ya Sabato sababu Bwana pia alipumzika siku ya 7. Bwana asifiwe. Lakini tukiangalia hapa kuna jambo tofauti kidogo. Hebu turudi kwa Kumbukumbu la Torati. Waliambiwa aje? Soma hapo 15. Kwa sababu gani wanaambiwa vile? Na ulirikanage atĩ ona warĩ ikombo bũrũri wa Misiri, nake Jehova Ngai waku agĩkũruta kuo na ũndũ wa gũgwĩka na ũndũ wa gwĩka maũndũ na njĩra ĩrĩ hinya, ona guoko. Na ulirikanage atĩ ona warĩ ikombo bũrũri wa Misiri, nake Jehova Ngai waku agĩkũruta kuo na ũndũ wa gwĩka maũndũ ma njĩra ĩrĩ hinya, ona guoko gũtambũrũkĩtio. Tondũ ũcio Jehova Ngai waku agwathĩte atĩ ũmenyagĩrĩre mũthenya ũcio wa Thabato ũwamũrage. Kwa hivyo katika Kutoka tunaona walitakiwa kushika Sabato kwa sababu Mungu mwenyewe alipumzika siku ya 7. Lakini katika Kumbukumbu tunaona wanatakiwa kushika Sabato kwa sababu zamani wao walikuwa watumwa. Bwana asifiwe. But kuna jambo pia ambao wanaambiwa zaidi hiki kizazi cha pili. Na ni hiki. Wanaambiwa ishike siku ya Sabato uitakase kama Bwana Mungu wako alivyokuamuru. Siku 6 fanya kazi, utende mambo yako yote. Lakini siku ya 7 ni Sabato ya Bwana Mungu wako. Siku hiyo usifanye kazi yoyote. Hivyo tu ndio waliambiwa hata kwa Kutoka. Wewe wala mwanao
wala binti yako, wala mtumwa wako, wala mjakazi wako, wala ng'ombe yako, wala punda wako, wala mnyama wako yeyote, wala mgeni aliye ndani ya malango yako, ili mtumwa wako na mjakazi wako wapumzike vile vile kama wewe. Hiyo haikuwa kwa Exodus. Bwana asifiwe. Hapa inasemekana ili mtumwa wako na mjakazi wako wapumzike vile vile kama wewe. Bwana asifiwe. Kwa hivyo tunaelewa kwa nini mwishowe inasema pia wewe ulikuwa mtumwa. Ni kama hapa kile inakuwa emphasize ni kwamba hiyo kupumzika mumepewa sio yenu tu, hata mfanyikazi wacha apumzike kama wewe. Bwana asifiwe. Na sababu wanaambiwa mfanyikazi apumzike kama wewe is because hata na wewe kumbuka ulikuwa mtumwa. Bwana asifiwe. Amen. Walikuwa watumwa kule Misri. Kumbuka wakiwa watumwa walifanya kazi bila kupumzika. Hawakuwa na uhuru. Lakini sasa Bwana amewaweka huru. Wao sio watumwa tena. Bwana asifiwe. Amen. Wamekombolewa. Na sababu wao sio watumwa tena, wasiwe nao wa kugandamiza wengine. Bwana asifiwe. Because you have also been set free, na nyinyi pia hata wafanyakazi wenu wawe huru kama nyinyi. Bwana asifiwe. Hiyo siku pia nao watumwa wenu pia wapumzike kama nyinyi mnavyopumzika. Bwana asifiwe. Sio kuketi na kusema ni Sabato lakini kuna mfanyikazi unamkimbiza, tulete maji, fanya hivi, lakini nyinyi mna celebrate Sabato. Bwana asifiwe. Na huku bado mnawafanya wafanyikazi waendelee na kazi. Bwana asifiwe. Hata kama mnapumzika, hata wafanyakazi wapumzike. Kwa nini? Pia nyinyi mlikuwa watumwa. Bwana asifiwe. Kwa hivyo mtumwa wako, mjakazi wako pia apate kuweza kupumzika, msimuonee. Bwana asifiwe. Kuna watu wanafaa kuelewa kuhusu kuonewa ni nyinyi wa Israeli. Bwana asifiwe. Sababu mliona vile ilikuwa mlipokuwa mnaonewa. Bwana asifiwe. Kwa hivyo msitendee wengine vile nyinyi hamkupenda mkitendewa. Bwana apewe sifa. Na katika hii tunaona hakika kuna upendo mwingi sana Mungu ako nayo. Bwana hata tunapoangalia hata mtu wa chini zaidi, Bwana bado anamjali. Bwana asifiwe. Hakuna mtu Bwana udharau kwa sababu huyu sio hii. As long as uko pale kwake, hata wewe anakujali. Bwana apewe sifa. Kwa hivyo wakaambiwa hiyo siku ya Sabato waiweke. Bwana asifiwe. Na chini ya Agano Jipya tunaona kwamba, hebu soma tu hapo Hebrews 4:9-11. Tunaona chini ya Agano Jipya Sabato inatimizwa kwa pumziko la kiroho katika kazi iliyokamilika au malizika na Yesu Kristo. Bwana apewe sifa. Soma tu hapo Hebrews 4:19. 4:9 mpaka 11. Hebrews 4 kuanzia hapo 9 mpaka 11. Tondu ucio gũgagĩtuĩka atĩ andũ a Ngai nĩ matigarĩirwo nĩ Thabatũ ya kũhurũka, amu mũndũ ũrĩa ũrĩkĩtie gũtonya kĩhurũko-inĩ gĩake nĩ ahurũkĩte o nake agatigana na mawĩra make, o ta ũrĩa Ngai ahurũkire agĩtigana na mawĩra make. Ati basi imesalia raha ya Sabato kwa watu wa Mungu, kwa maana yeye aliyeingia katika raha yake amestarehe mwenyewe katika kazi yake, kama vile Mungu alivyostarehe katika kazi zake. Basi na tufanye bidii kuingia katika raha ile, ili kwamba mtu yoyote asije akaanguka kwa mfano huo wa kuasi. Bwana asifiwe. Alafu soma tena hapo Matthew 11:28. Mathayo 11:28. Yes.
Ukai kurelie inyuothe anogu na inyue mutitikite mĩrigo mĩnene na nĩngũmũhurũkia. Oya icokiri yakwa mwĩkĩre. Njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Bwana asifiwe. Kwa hivyo tunaona kuna kuingia katika kupumzika ndani ya Kristo. Bwana apewe sifa. Kuna kuingia katika kupumzika tunapoingia ndani yake Yesu Kristo. Bwana apewe sifa. So there is a rest ambao tunapatiwa hata katika Agano Jipya ndani ya Yesu Kristo. Bwana apewe sifa. Lakini hiyo siku yenyewe ya Sabato ndio unasikia kihesabu inasemekana it's Saturday, but seventh day nao wameshikilia wanajua ni Saturday. Bwana apewe sifa. Lakini of course ilienda again sijui tukapewa Sunday, but any which way ukiangalia kupumzika huku ambako Mungu alitupatia, again tuliona kwamba benefit ni kwamba hata sisi wenyewe kama wanadamu pia tunastahili kupumzika. Bwana apewe sifa. Because ukiendelea kufanya kazi bila kupumzika, unaweza end up again mwili wako labda uanze kuwa mgonjwa sababu mwili wako umechoka zaidi. Bwana apewe sifa. Kwa hivyo inakusaidia hata na wewe. Na pia kiroho tunaona kuna pumziko ambao tunafaa kuingia ndani yake, ndani ya Yesu Kristo. Bwana asifiwe. Hebu tuendelee 16. Tiaga uguna nyukwa ota uria Jehova Ngai waku agwathire wikage niguo matuko maku maikihe ona nigetha wonage wega uri bururi uria uhetwo ni Jehova Ngai waku. Waheshimu baba yako na mama yako kama Bwana Mungu wako alivyokuamuru, siku zako zipate kuzidi, nawe upate kufanikiwa katika nchi upewayo na Bwana Mungu wako. Hebu soma hapo Ephesians 6. Waefeso 6 2-3. Kwa kumbukumbu tunaambiwa heshimu baba yako na mama yako, kwa maana kama Bwana Mungu wako alivyoamuru, siku zako zipate kuzidi, nawe upate kufanikiwa katika nchi upewayo na Bwana Mungu wako. Tiaga uguna nyukwa ndio riathani ria mbere riria rina kirikaniro nigetha maundu maku magacire na uture hindi ndaya guku thi. Tunaona hapo tukiambiwa waheshimuni baba yako na mama yako. Amri hii ndiyo amri ya kwanza yenye ahadi, upate heri ukae siku nyingi katika dunia. Nanyi akina baba, msiwachokoze watoto wenu, bali waleeni katika adabu na maonyo ya Bwana. Bwana apewe sifa. Kwa hivyo tunaona wakiambiwa mpate heri ukae siku nyingi katika dunia. Bwana asifiwe. Kwa Agano Jipya tunaona vile inanenwa pale kuhusu kuheshimu baba na mama. Bwana asifiwe. Hao sio watu wa kawaida. Bwana asifiwe. Kwako baba na mama wasiwe ni watu wa kawaida. Bwana asifiwe. Amen. Sababu kuna ahadi iko hapo katika kuwaheshimu wao. Bwana asifiwe. Tunakuwa tuheshimu baba na mama ili kwamba siku zetu ziwe nyingi katika dunia. Kwa kumbukumbu inasema siku ziwe nyingi katika hiyo nchi ambao wamepatiwa na Bwana waishi. Bwana asifiwe. Kwa hivyo ni muhimu kama Wakristo kuheshimu mama na baba, wazazi wako. Bwana asifiwe. Na hata Yesu alinena kuhusu hiyo alipoona tabia za watu, sababu aliona kuna wengine wameanza kusema kile nimepatia Mungu. Bwana apewe sifa. Kusoma tu hapo Mathayo 15:4. Mathayo 15:4-6.
15:4-6. Tondũ igire tiathoguo na nyũkwa na ningĩ akiuga ũũ, ũrĩa wakũnyarara ithe kana nyina arokua. No inyuĩ mugaga o mũndũ ũrĩa ũngĩra ithe kana nyina atĩrĩ, kĩho kĩrĩa ingĩateithio nakĩo ũngĩateithio nakĩo nĩ niĩ ndĩkĩamũrĩire Ngai. Ũcio ndũbatiĩ nĩgetha ithe na muma ũcio ndabatiĩ nĩ gũtĩa ithe na mumarĩtie na nĩ mũrarĩtie ũhoro wa Ngai nĩ ũndũ wa kĩrĩra kĩanyu hinga ici. Isaia nĩ arathire wega ũhoro wanyu rĩrĩa oigire, andũ aya mandĩaga na mĩromo na ngoro ciao irĩ kũraya nani. Amen. Kwa hivyo tunaona Yesu hata mwenyewe akinena anasema, kwa kuwa Mungu alisema mheshimu baba yako na mama yako, na amtukanaye baba yake au mama yake kufa na afe. Bali nyinyi husema, atakaye mwambia babaye au mamaye, chochote ni kikupasacho kusaidiwa na mimi ni wakfu, basi asimheshimu baba yake au mama yake. Mkalitangua neno la Mungu kwa ajili ya mapokeo yenu. Enyi wanafiki, ni vyema alivyotabiri Isaya kwa habari zenu akisema, watu hawa huniheshimu kwa midomo, ila mioyo yao iko mbali nami. Bwana asifiwe. Nao waniabudu bure, wakifundisha mafundisho yaliyo maagizo ya wanadamu. Bwana apewe sifa. Kwa hivyo tunaona ni muhimu katika kumheshimu baba yako na mama yako. Bwana apewe sifa. Tunaona ikinenwa pale na iko na ahadi. Tunaona hata ikirudiwa na Yesu. Tunaiona hata ikisemwa mara nyingi. Hata katika kitabu cha Wakolosai bado wanasema, watoto tiini baba zenu na mama yenu. Hiyo jambo inapendeza Mungu. Bwana apewe sifa. Kwa hivyo hata kama Wakristo, hebu tuwe na hiyo culture ya kutii wazazi wetu. Hata vijana ambao wako hapa pia watii wazazi wao. Unaweza ona wengine wanatupia wazazi mikono. Unaona ni kama hivyo ndio inafaa sababu ya kizazi cha sasa, lakini mnapunguza miaka yenu. Bwana asifiwe. Unafanya miaka yako iwe kidogo katika dunia. Bwana apewe sifa. Ukitaka kurefusha miaka yako, tii mzazi wako. Usiseme wewe ni teenager. Usiseme umejua zaidi ama uko na internet. Bwana asifiwe. Tii mzazi wako. Hata sisi ambao ni watu wazima, hata na wewe tii mzazi wako. Bwana asifiwe. Kama umekuwa na hiyo dharau, enda kwake leo afternoon. Bwana asifiwe. Amen. Enda uombe msamaha. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Enda useme uombe msamaha kwa yote ambao umetenda, akusamehe. Bwana asifiwe. Jua kwamba unaongeza miaka yako duniani. Kuna kitu inaweza kuwa inakusumbua na kumbe ni hiyo jambo. Bwana asifiwe. Kuna ugonjwa labda inakupeleka mbio, lakini ni hiyo jambo. Bwana apewe sifa. Heshimu mzazi wako, ndugu na dada. Hiyo amri iko na ahadi. Bwana asifiwe. Hebu tuendelee. Tuende hapo 17. Ndukanoragane. Usiue. Uhai wa mwanadamu ni mtakatifu kwa sababu kumbuka mwanadamu ameumbwa kwa mfano wa Mungu. Na wanaambiwa kwamba tusiue. Mada. Bwana asifiwe. Yaani hii ni wakati sio halali lakini umeua, sababu kuna ile watu huwa wakiwa vitani, hiyo ni tofauti. Bwana apewe sifa. Lakini kama hii umeenda umeua mtu fulani, again hiyo unaambiwa usiue. Kumbuka huyo mtu ambaye umeua ameumbwa kwa mfano wa Mwenyezi Mungu. Haujui mipango ile Mungu ako nayo juu yake. Mtu hata akiwa ni mbaya ama awe ni mzuri, Bwana asifiwe, heshimu uhai wake. Bwana asifiwe. Kama tungekuwa Wakristo wakati wa Paulo, tungekuwa ukutana tunaomba na tunaomba tukikemea huyo Saul ambaye anaenda akipiga makanisa. Bwana asifiwe. Tungekuwa tunaomba na tunakemea Saul tukisema alienda kuharibu kanisa fulani, alienda kufanya hivi, na tungekuwa tunamkemea bila kujua ya kwamba Yesu atambadilisha awe Paul na uhubiri Injili. Amen. Bwana apewe sifa. Kwa hivyo mtu akiwa mbaya au mzuri,
heshima. Bwana apewe sifa. Uhai wake. Usiseme huyu anafaa kufa, huyu anafaa kuishi. Kuna mwingine unaweza useme huyu ni mzuri, anafanya mambo yote vizuri, hata tukienda yeye ndio ufanya hii kazi, na ujui yeye ndio Judas atakupitse wakati wa mwisho. Bwana asifiwe. Judas alikaa na Yesu mpaka dakika ya mwisho. Saul alipiga Yesu lakini akabadilika. Ya mwisho ilikuwa nzuri kuliko mwanzo wake. Judas mwanzo wake ilikuwa nzuri, mwisho ikawa mbaya. Bwana asifiwe. Sababu alifika mahali naye akawa kwa betray Yesu Kristo. Bwana asifiwe. Lakini kuna jambo ambalo Yesu anasema kuhusu uuaji. Hebu soma Matthew 5:21. Kwa hii jambo Yesu anasema kitu. Matthew 5:21. Nimuigwite ati soma mpaka 26. Nimuigwite ati andu aria atene nimerirwo ndukanoragane, na mundu uria ukoragana no kinya atuike wa gucirithio. No niĩ ngũmwĩra ati mundu wothe uria ukarakarĩra mũrũ wa ithe no kinya atuike wa gucirithio. Ningĩ o mundu uria ũngĩra mũrũ wa ithe we ndũrĩ bata nĩ agatuĩka wa gucirithio nĩ kĩama. Nake ũrĩa ũngiuga we wĩ mũkĩĩgu nĩ agatuĩka wa gucirithio nĩ kĩama. Nake ũrĩa ũngiuga we wĩ mũkĩĩgu nĩ agatuĩka wa gũikio mwaki-inĩ wa jehanamu. Amen. Ati mmesikia kwamba imenenwa mmesikia watu wa kale walivyoambiwa usiue, na mtu akiua itampasa hukumu. Bali mimi nawaambieni, kila amuoneaye ndugu yake hasira itampasa hukumu. Na mtu akimfiolea ndugu yake itampasa baraza, na mtu akimwapiza itampasa jehanamu na moto. Basi ukileta sadaka yako madhabahuni, na huku ukikumbuka ya kuwa ndugu yako ana neno juu yako, iache sadaka yako mbele ya madhabahu, uende zako upatane kwanza na ndugu yako, kisha urudi uitoe sadaka yako. Patana na mshtaki wako upesi wakati wako pamoja naye njiani, yule mshtaki asije akakupeleka kwa kadhi, na kadhi akakupeleka kwa askari, ukatupwa gerezani. Amin nakuambia, kutoki humo kamwe hata uishe kulipa senti ya mwisho. Bwana asifiwe. Kwa hivyo kuua sio tu umechukua kisu au umechukua upanga na umemuua ndugu au dada yako. Hata hasira ndani ya mioyo yetu against ndugu zetu. Bwana asifiwe. Kwa hivyo hasira ambayo unaweza kuwa nayo ndani yako, umekasirikia fulani, ndani yako kuna hasira juu ya ndugu au juu ya dada yako. Bwana asifiwe. Ukipata iko ndani yako, enda mahali chumbani, omba, ondoa hiyo hasira ndani yako. Bwana asifiwe. Because Yesu anailinganisha na kuua. Bwana apewe sifa. Sababu ndani yako kuna vile haumtakii mazuri, kuna vile subconsciously unamuombea vibaya sababu ya hiyo hasira yako. Bwana apewe sifa. Kwa hivyo tusiwe na hizo hasira ndani yetu sababu ya ndugu au dada zetu. Bwana asifiwe. Tusiwe wa kutukana au reacting na hasira sababu ya ndugu au dada. Bwana apewe sifa. Jipatie wakati urudi kwa Bwana. Bwana asifiwe. Hata Mungu akija apige adui yako, asipige adui yako wewe ukiwa na hasira juu ya huyo adui. Bwana asifiwe. Wacha hata iwe ulishamsamehe na ndani yako uko na upendo, na ndani yako hata akija akitubu utamwambia sina jambo na wewe. Bwana asifiwe. Linda moyo wako. Linda kile kinatendeka ndani ya moyo wako. Bwana asifiwe. Tusiwe na hiyo hasira na tusiwe na hiyo jambo ya kutakia wengine uovu. Hebu tuwe na upendo moyoni mwetu. Bwana asifiwe. Na unaona masaa imeenda sana. Naweza endelea kitabu hiki next Sunday. Bwana apewe sifa. Amen. Sababu tunaenda tukiangalia bado tunaangalia hata vile Bible imesema kwingine. Bwana apewe sifa. Amen. So I think tunaweza fika hapo kwa leo, sababu bado itabidi
kuna mengi bado in this book. Bwana apewe sifa. Amen. Badala ya kuharakisha, wacha tutaiendelea next Sunday. Bwana apewe sifa. Amen. Kwa hivyo hebu ndugu na dada tujue kwamba kile kinaweza kuchafua ni kile kinaendelea ndani yako. Bwana asifiwe. Vita iko nje, iko ndani. Ukishinda hiyo vita ya ndani, hata ya nje umeshinda. Bwana asifiwe. Ukiwa ndani yako umemanage kukaa kama mapenzi yake, basi umeshinda. Bwana apewe sifa. Sababu hata tutaona hapo baadaye kwamba Yesu alisema ukipenda Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, Bwana asifiwe, umpende pia jirani yako kama vile unavyojipenda mwenyewe, hizi sheria zote utakuwa umetimiza. Bwana asifiwe. Because hakuna mtu anapenda ndugu atamuua au kumwibia au kumtendea mabaya. Bwana apewe sifa. Na ukimpenda Mungu wako, hakuna vile unaweza enda uingie mahali uanze kuabudu sanamu. Bwana asifiwe. Ama ujaribu kumreplace na kitu kingine. Bwana apewe sifa. Kwa hivyo ndugu na dada, hebu tutafakari hayo ambayo tumeangalia siku ya leo. Tutaendelea in our next class Sunday. Bwana asifiwe. Bwana awabariki. Amen.